mapema kaka? Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Mapema, game saa 2:15 ila saa hizi mmeshaja. Kwa sababu tumekuja kuonana na mashabiki wetu kuja mapema uwanjani kwa sababu mechi saa 2 lakini saa hizi ni tunaenda majira saa 11. Kwa hiyo maana hapa tukimaliza kufuturu tunaingia ndani kwenda kuangalia mechi. Soro, nimeshangaa kila nakopita unajulikana kila mtu anakuongelea. Kwanza mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na kuniumba baraka tele kuwa Watanzania wananipenda na mimi nawapenda. Ila nawaambia tutaenjoy zaidi mnyama akishauawa ndani ya dakika 90. Ikiwa leo ni tarehe 1 ambapo kila mtu alikuwa anaisubiri nini hasa kitaenda kujiri. Upo New Zanzibar, tarajia mchezo utakuwa namna gani upande wako wewe dhidi ya Simba Sports? Mimi hapa mchezo ulivyo naona kama inavyokuwa dabi zingine. Tunaenda kucheza dabi kama dabi zingine kwa sababu tulipoishia ndipo tunapoenda kuanzia. Kwa hiyo sasa tujaona cha kusumbua. Sisi tunajua kabisa tunachoenda kwenda kuchukua pointi 3. Nia na mazumuni sisi tukutaka pointi 3. Maana tukishachukua pointi 3 tunakuwa tumeshamwacha pointi 8. Sawa? Tukimwacha pointi 8 kwa baba jeni bye bye. Pengine hii confidence ulioko nayo ni kutokana na ushindi uliopata mara 6 mfululizo dhidi ya mtani. Kwa sababu ushindi tulipata mara 6 mfululizo. Katika mara 6 mfululizo tuliwafunga. Maana jumla tumefunga goli 12. Tumewafunga mara 6 mfululizo na goli 12. Sasa hizi goli 12 mechi hii tunataka kwenda kuongeza. Sawa, kutoka kwenye 12 ifike 18 au 20. Wakati nyewe mkiwa na dhana ya kuendeleza ushindi dhidi ya Simba Sports nao wanatamani kufuta uteja dhidi yenu, mechi itakuwa namna gani ukizingatia kila mtu uhitaji alioko nao? Sisi tunajua Simba wanaamu kuifunga Yanga. Sushel wa Simba wanaamu kuifunga Yanga kwa sababu leo hii ukimkuta shabiki wa Simba ukimuuliza Simba kumfunga Yanga mwisho lini, mwaka hujui. Sushel. Kwa hiyo ile hamu sisi hatuendi kuwapa hamu. Sisi tunaenda kuwapiga kusudi waendelee kuwa na hamu. Katika michezo 6 ambayo mmeshinda mfululizo, michezo yote ilikuwa inachezwa uwanja wa Benjamin William Mkapa. This time around nimeleta mechi Zanzibar, ninyi mnawita kama Guantanamo Bay. Pengine ni muendelezo wa ushindi na matokeo mazuri katika uwanja huu. Nia na mazumuni kuleta Zanzibar sehemu moja. Yanga ina mashabiki kila sehemu. Simba akafungwa mara 6 mfululizo uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo Yanga tumeona haiwezekani na mara 7 tuende kumfunga uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo mara 7 tuende tukamfunga katika uwanja wa Guantanamo Bay. Huu ndio uwanja wa Guantanamo. Hakitaka atafungwa, hataki atafungwa. Takwimu zinaonyesha katika uwanja huu mechi ambazo mmekutana na Simba nyingi ndio alishinda yeye. Ikiwa mmekutana mechi 6 Zanzibar, ameshinda 4, ninyi mmeshinda 2. Pengine ili nafasi yeye kwenda kupata matokeo mazuri katika uwanja huu. Hizo takwimu wewe unaziongea, pengine hata wewe akili hauna. Kwa nini mkuu? Kwa sababu za miaka hiyo iliyopita. Sisi tunaongea sasa hivi. Simba ana namba za kumfunga Yanga. Tukiongelea sasa hivi Simba ana namba za kumfunga Yanga. Kapigwa mfululizo nje ndani. Katika interview mbalimbali walizofanya mashabiki wa Simba wanakutaka sana. Hakuna mwana Simba anomtaka Yanga. Nakwambia tena hakuna mwana Simba anamhitaji kucheza na Yanga, hakuna. Shabiki wa Simba yupo tayari kuomba kifo kuliko kukutana na Yanga. Nakwambia hakuna. She wangu kama umeona baada wao walipomaliza na Mtibwa, walipomaliza na Prison walikuwa wanakuambia wanaitaka Yanga. Yanga baada ya kumaliza na JKT wao na kumaliza na Tabora wao wasikia wanaitaka Yanga. Wamekuwa wapole. Kwa nini wamekuwa wapole? Wewe unadhani kwa nini? Wanajua Yanga ni nani. Kwa aina ushindi mnapata dhidi ya JKT. Sio ushindi wa kupata JKT. Simba kila siku sisi tunawafunga. Hakuna mwana Simba mwenye kumbukumbu. Mara mwisho Yanga kaifunga lini? Hakuna. Kuna kitu moja nimemsikia leo Mangungu anaongea. Na ninamwambia aache uongo. Anasema aliwafunga Yanga baki tubaki miaka 7. Si kweli. Kweli ni upi? Si kweli, hakuna. Baki tubaki kapigwa Simba tu. Hakuna baki tubaki. Hiyo miaka 7 anakuambia Yanga alikuwa anatoa sulumo. Si ushelewa. Kwa hiyo unasemaje baki tubaki? Sisi tunaizungumza ibaki tubaki, hawana suluhu kwetu. Sisi tunashinda tu. Kwa hiyo atuletee baki tubaki kama anayo. Sasa kwenye mechi hii kuna dalili za kumkosa Pacome Zouzoua. Ni 50 kwa 50, jana kocha anatuambia kwamba
kuna uwezekano yeye kucheza ama kutokucheza. Pengine kuna pengo lolote litatokea katika kikosi chenu? Kwanza mimi kwanza najua Pacome anacheza. Wewe unajua? Pacome anacheza. Majeruhi lakini kwa taarifa zao. Mimi najua Pacome anacheza. Akumbe ile mind game. Tusubiri mechi, lakini mimi najua Pacome anacheza. Na pili, hata kama anakosekana Pacome, Simba si tunamfunga hata kama nikicheza mimi. Kwamba namba 10 kacheze. Ukivaa jezi ya Yanga tu hivi Simba anapagawa. Yote anashinda pale. Wewe utakuja kuona Simba anapagawa akiona jezi ya Yanga. Kama umeona jana mwalimu wao anawaambia ondoeni hofu kucheza na Yanga. Kwa nini anawaambia waondoe hofu kucheza na Yanga? Pengine kuna lolote ameliona kikosini ama mazoezini? Nyinyi mlikuwepo mnawahoji jana, lakini mwalimu wao speech ya kwanza kuwaambia wana Simba waondoe hofu kwenda kucheza na Yanga. Kwa nini? Tano zile. Mwalimu wa Yanga anaojiwa na sasa tunaenda kushinda mechi. Hiyo confidence sasa mnaipata kutokana na nini? Kutokana na quality bora, benchi la ufundi bora na viongozi bora. Baada ya mechi nitafuteni, nitakugea 10,000 kama Simba akifungwa goli moja. Yaani? Nitakugea 10,000 Simba akifungwa goli moja. Hapo sasa sijaelewa, akifungwa 2. Akifungwa 2 upati. Sasa wewe sasa mbona odds ngumu hiyo? Kisha 2-1. Pengine Simba ameshinda 2-1. 2-1 nitakugea 10,000. Mama Simba 2 Yanga 1. 2 kuanzia 2 bila. Mimi ndo nachukua. Goli moja akashinda yeye unachukua, akatoa sare unachukua, akifungwa moja unachukua. Mbona odds ngumu sana hiyo nasema? Sasa ngumu si ngumu mimi nimekuambia. Simba akifungwa goli moja wewe nakupa wewe. Simba akitoa sare nakupa wewe. Simba akishinda nakupa wewe. Mimi nachukua kuanzia goli 2. Sasa tumzungumzie Lepu ambaye ameingia dirisha dogo kwa idadi ya mechi ambazo amecheza, kila mechi ya ligi kuu alifanikiwa kufunga goli. Kwako ni mzaji wa namna gani kuelekea mchezo huu? Sio kwangu mimi. Ni icon ya ligi kuu Tanzania bara. Ni icon. Ukisema Depu ni icon ya ligi kuu Tanzania bara kwa sababu ndani ya dirisha dogo la usajili wamesajiliwa wachezaji wengi. Kila mtu huyu anamuimba, sio alimweka Pacome benchi, sio anamuimba nani. Lakini ukimzungumzia Depu kacheza mechi 3 goli 5. Assist 2. Mechi 3 goli 5, assist 2. Kashiriki kwenye magoli mangapi? 8. Ukimtafuta mtu yupo huyo upande wa Simba na kugea 100,000. Ukimpata mwenye namba hizo upande wa Simba na kugea 100,000. Soro dabi ipite kwanza na unipe hiyo hali. Sio dabi, si tunaenda kwenye dabi. Simba. Kwa yale ya jana unampiga mtu mara 6 mfululizo unasema kuna dabi shewa. Na Soro unajiamini kwa yale ya jana? Sisi Simba kama mke wetu akiumwa tunalala naye, akiwa mzima tunalala naye. Kwa yale alikuwepo jana usiku yale ambao ulikuwa unazungumza yale. Sisi nakwambia wamefanya wanavyofanya kwenye uwanja. Si ushaelewa? Tumewaruhusu, tumewaachia. Wamefanya wanavyofanya na wamefanya wanavyoweza. Sasa nakwambia wazuie goli 2. Wazuie goli 2. Sasa mimi nipo na wewe. Sisi tuna wangu. Hata kama ukijua kuloga, kama huna quality ya timu utafungwa. Uchawi unaongezea kwenye quality. Hiyo wangu Dube ndo kakasirika anatokea winga hii, huku Pacome kakasirika anatokea winga hii, Depo anatembea kati. Wewe mabeki wazee wale. Wale wazee. Nimekuambia akishinda Simba na kugea 10,000, akitoa sare na kugea 10,000, akifunga goli moja na kugea 10,000. Kuanzia goli 2 Yanga akipata sikupi hela. Kaa nayo hii. Shukrani sana.